السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. leo بإذن الله تبارك وتعالى tujifunza aina nyingine ya al-mansubatu ambayo ni babu al-munada. Al-munada ni miongoni wa zile al-mansubat 15 na kama tulivyozungumza kwa mukhtasar, na ndio Sheikh hapa anatufahamisha kuwa munada amegawika katika mafungu matano. Babu al-munada, mlango unaelezea al-munada. Al-munada ni kile chenye kuitwa au mwenye kuitwa. Qala al-munada 5 anwa'in, amesema munada amegawika katika mafungu matano. An-naw'u al-awwal al-mufrad al-alam, والنوع الثاني النكرة المقصودة، والنوع الثالث النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. وأقول المنادى في اللغة، منادى katika lugha ya Kiarabu هو المطلوب إقباله مطلقا. هو المطلوب ni yule mwenye kutakwa au kutakiwa, iqbaluhu kule kuelekea, manake kumwelekea yule anayeita, mutlaqa moja kwa moja. Huyo ni munada. Yani ikiwa watakiwa baada ya kusikia ule wito umwelekee yule aliyekuita, hiyo inaitwa almunada. Almunada kwa maana ya almad'u, mwenye kuitwa. Almunada maana yake ni almad'u, yule mwenye kuitwa. Na maana yake wakati anapoitwa atakiwa ageuke, amgeukie yule aliyeita. Hiyo ndio almunada upande wa lugha ya Kiarabu. Wa fi istilahi nuhati, na katika makubaliano ya wanachuoni wa nahwu, almunada anasema huwa almatlubu iqbaluhu, yule mwenye kutakiwa kugeuka kwake, manake baada ya kuitwa amgeukie yule aliyeita. Lakini ni ya kwa kutumia ya au ihda akhwatiha, au moja ya vinavyofanya kazi kama ya, kwa maana ihda nadhairiha, moja vinavyofanana na ya katika kutumika kuitia. Wa akhawatu ya, na ndugu za kina ya wanaofanya kazi kama ya, hiya alhamza, ni hamza. Nahau zaidu aqbil, ewe Zaid, aqbil jo, elekea, kwa maana jo karibu. Wa ai pia nahau ai Ibrahimu, ewe Ibrahim, tafaham. Wa aya pia, aya ni miongoni mwa
adatu nida nahau aya shajarata al-khaburi ma laka muriqa kaannaka lam tajza' ala bil tarif mahalu shahid aya shajara al-khaburi. Hapa imetumika aya kama adatu an-nida na inafanya kazi kama ya, na ndio kwa baada yake anakuwa ni munada. Ama Sheikh Uthaymeen akaelezea kuwa al-munada fa huwa al-mad'u alladhi, yule mwenye kuitwa ambaye iqtarana biduaihi ya unida, imeungana kwa kule kuitwa kwake ya unida, ambayo ndio inayotengeneza nini ule wito, au ihda akhawatiha, au moja ya ndugu zake nani ya, ambayo ni kina aya, kina haya, kina ai, kina hamza, ndio ambao wanafanya kazi kama kazi ya mithlu ya rajulu mfano, au ai rajulu mfano hizi. Kwa hiyo huyu ndio munada. Wa haya nahau haya Muhammad ta'ala, maana Muhammad jo. Thumma al-munada ala 5 anwa', kisha munada ahlul ilmi wamegawa katika mafungu matano. النوع الأول المفرد العلم. المفرد العلم وقد مضى في باب لا تعريف المفرد. المفرد العلم المعروف ومعنى كنا زيد محمد كنا علي كنا قاسم، majina ya watu au majina ya kabila au majina ya wanyama ambao ni maarufu kwa jina fulani, kama ilivyokuwa wakati wa Abrah ile tembo ambaye anaitwa Mahmud. Kwa hiyo ile ni alam. Lakini neno al-mufradu katika mlango wetu huu imetangulia kuelezewa kuwa ma laysa mudhafan wala shabihan bil mudhaf. Katika mlango wa la an-nafi al-jinsi ametafsiria al-mufrad maana yake nini, pia tukajifunza upande wa aina za khabar al-mufrad maana yake nini. Lakini maana ya al-mufrad upande wa la nafiatul jinsi na upande wa an-nida maana yake ni moja. Maksudi yake ni kwamba ni yule ambaye sio mudhaf wala ashabihu bil mudhaf. Maana yake hata kama akija katika hali ya mufrad bado ni mufrad, katika hali ya musanna bado ni mufrad, katika hali ya wingi bado ni mufrad, kwa kuwa sio mudhafan wala ashabihu bil mudhaf. Unaposema ya zaidu, ya zaidani, ya zaiduna, ya fatimatu, ya fatimatani, ya fatimatu, bado ni al-mufradu kwa kuwa sio mudhaf wala ashabihu bil mudhaf. Yasema Sheikh wakati madha fi babi la ta'rifu al-mufrad, mithaluhu ya Muhammad wa ya Fatimatu wa ya Usamatu wa ya Muhammadani wa ya Fatimatani wa ya Muhammaduna wa ya Fatimatu. Hiyo bado ni al-mufradu al-alam, na hii ikishakuwa katika mazingira namna hii inakuwa ni mabni. Kabla ya hapo Muhammadun, Fatima, kinani walikuwa ni mu'rab, wanabadilika kama kawaida, anaweza kufanya fa'il au maf'ulun bihi au majrur bi harfi jarri au unachokitaka wewe mwenyewe. Lakini kishaingia katika babu nida, al-mufradul alam inakuwa ni mabniyun ala madha, kwa kuwa tuzungumzia
mansubat inakuwa ni mabni ala ma yurfa'u bihi law kana mu'raba. Ikiwa una neno Muhammadun, ukimrufaisha Muhammadun kama fa'il itakuwa ni dhamma dhahira. Muhammadani ikiwa ni fa'il mfano kwa alif niyabatan ni dhamma. Ikiwa ni Muhammadun ni fa'il itakuwa waw niyabatan ani dhamma li'annahu jam'u mudhakkar salim. Asa majina haya yakirudi katika sura ya munada yanakuwa ni mabni. Kwa utalijengea kwa kile ambacho la ingekuwa ni mu'rabu ungerufaisha kwa nini? Kwa dhamma kama ni mufrad. Utajengea ala dhamma. Kama ni musanna ungerufaisha kwa alif niyabatan ani dhamma, utajengea kwa alif ambayo ndio alama ya i'rabu, kwa itakuwa ni alama ya nini? Albina. Sehemu ya jam'u mudhakkar salim ambayo ulirufaisha kwa wao niyabatan ani dhamma, upande wa munada utajengea ala alwawi fi mahalli nasbin bin nida. Ikiwa ni almufradu alalam hukumu yake ni albina'u, haiwi mu'rabu tena. Na kwa kuwa tumesema munada anakuwa ni mansubun, utajengea ala alfathi ala dhammi lakini fi mahalli nasbin mabniyun ala alif fi mahalli nasbin mabniyun ala dhammi fi alwawi fi mahalli nasbin. kama ni jamu anath salim hivyo mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin bin nida. النوع الثاني naona hakuna tanwini ni Muhammad. Kwa hii muda kwa ni mufrad alam usiwi ya Usamata, ya Muhammada, ya Qasima, ya Zaida, ya Aliya, usiwi ibn ya Ali, ya Usamatu, ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Jum'atu, ya Khamisu. Hivyo kama ni muthanna penda na muthanna kama kawaida, lakini usiweke tanwini kwa kuwa ismu ikiwa ni mabni wa haina nini tanwini. Hini almufradu alalam. Alalam ni alam ma'ruf, alalamia ma'a alujma. Alalamia ni neno kama hili jina la mtu, kwa maana almaarifia. Na almufradu ma laysa mudafan wala shabihan bil mudaf, kama mlango wa almunada na mlango wa la nafiyatu aljins. Ama katika mlango wa khabar na mubtada, mubtada na khabar ma laysa jumlatan wala shibha jumla, almufradu kule inakuwa na maelezo mengine. Watu zingatie maeneo haya. Asani an-nakratul maqsuda. An-nakratul maqsuda ni aina ya munada ambaye huyo unayemuita umemkusudia. Ya rajulu, ya imraatu, ya mraatu umkusudia. Ya mraatu itbahi shaya, laki uko mbele yako. Hapo ni an-nakratu al-maqsuda. Utumie jina ambalo asili yake ni nakra, lakini ikiwa unamkusudia mtu maalum inaitwa an-nakratu al-maqsuda. Sehemu ya ikiwa ni mufrad kama mufrad utajengea ala dhammi. Ikiwa ni muthanna na unakra wake alif niyabatan yani dhamma. Ikiwa ni jam'u utajengea kulingana na ilivyo, kama ni imekuja katika sura ya jamu taksir utajengea ala dhammi fi mahalli nasbi. Kama ni jamu dhakari salim au muannath salim utajengea kulingana na nakra ambayo inamkusudia mtu fulani. Ya muslimuna aqimus salah, hapa ni nakratu almaqsuda, inakusudia muda kuwa ni jam'u utajengea ala alwawi fi mahalli nasbi bin nida. النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين، ile ambayo hukusudiwa kwayo mmoja tena muayyanun ambaye ni maalum maaruf.
mimma yasihu itlaq lafdhiha alayhi, mimma yasihu, huyo ambaye unamkusudia muayyani awe ni miongoni mwa ambayo au ambacho kama ni kitu yasihu itlaq lafdhiha, inasihi kulitamka tamko lake hiyo nakiratul maksuda alayhi, juu ya huyo unayemkusudia. Lakini mtu umempania hasa ndio unayemuita, lakini kwa bahati hutumii jina lake, watumia ile sifa yake kama ni ya rajulu, ya mraa, ya talibu, hivyo unamkusudia mtu maalum. Hiyo ni an-nakratu al-maqsuda. Ndio Sheikh yasema, atoa mfano wa rajul, ta'ni rajulan muayyanan, kusudia mtu maalum. Taqulu ya rajulu, kwa kuwa ni mtu maalum. Ya qaumu, kwa kuwa ni qaumu maalum. Na ikija katika sura namna hiyo, hukumu yake ni kama al-mufradu al-alam yubna ala ma yurfa'u bihi law kana mu'raba. Walau ingekuwa ni mu'rab hii rajulun au rajulani au rijalu, ingeirufaisha vipi? Kama ni mufradi kwa dhamma, musanna kwa alif, jamu taksir kwa dhamma. Kwa hiyo wakati huu ni munada, tejengea ala ma yurfa'u bihi. Ya rajulu, ya rajulani, ya rijalu, ukiwa unakusudia watu maalum. Nahau ya zalimu turidu wahidan bi'ainihi, ewe mwenye kudhulumu, hapo wamkusudia mmoja bi'aini, kwamba wamkusudia fulani. Hiyo ni an-nakratu al-maqsuda. Nyingine ni an-nakratu ghayru al-maqsuda, wa hiya allati, ni ile nakra ambayo yuqsadu biha, kukusudiwa kwayo wahidun ghayru muayyani. Hapa ghayru ni sifa ya wahidun ghayru muayyani, mmoja ambaye si maalum, mkusudi mtu maalum. Wewe kama mtu wa mawaidha, mfano wa kusudia huu ujumbe umfikie kila mtu. Nasema Sheikh, nahau qawli al-wa'id, mfano kauli ya mtu wa mawaidha na mtu wa nasaha. Ya ghafilan tanabbah, mwenye kughafilika zinduka. Kwa hiyo kusudia mtu maalum. Kwa hiyo kila ambaye amejisahau anachezea simu au anaangalia wapi, kwa hiyo anazinduka, sababu lengo mtu maalum nashtuka. Miongoni mwa hao, huu ujumbe unawaenea au unamuenea kila ambaye ana sifa nini? Kughafilika. Kwa hiyo mfano wa mtu wa mawaidha au mwingine tu ambaye mwenyewe umekusudia kuwa kumkusudia mtu maalum, bali kukusudia naita tu ya rajulan dullani, ya rajulan dullani. Sasa waliokuwa mbele yote akielewa huo ujumbe atafanya nataka kuonyesha njia, sababu umkusudia mtu maalum. Hiyo kama wataka ukusudie ya rajulu dullani, hapo umkusudia mtu maalum, wakati unamnyoshea kidole. Tukasema unamnyoshea, wakati unamnyoshea kwa kidole chako, wewe fulani, umtaji jina yeye Muhammad, ya rajulu dullani ala tariqi au ani tariqi, umnyoshea nini? Kidole. Anasema huu umemkusudia ya rajulan dullani, kwani yoyote nani? Ni mimi, sio wewe, yoyote katika nyinyi anionyeshe ninachokitaka. Wa nakratu ghayru al-maqsuda. Hapa inakuwa si mabni sana. Hii ya mwanzo kama ni nakratu al-maqsuda itakuwa mabni. Hii inaobakia nakratu ghayru al-maqsuda inakuwa ni mu'rab. Sasa inabadilika, yani ambazo ni mabni ni mbili tu, al-mufradu al-alamu na an-nakratu al-maqsuda. Tabakia zote ambazo zinakuja mbele ni mu'rab. Mfano inabadilika, lakini inaweza kutegemea mwenyewe, kama ni rajulan ya rajulaini, msanna ya rijalun,
kama ya rijalan muda kwa nini ni mu'rab, yani unainasibisha moja kwa moja, sio kujengea tena. Ya rajulan, ya rajulaini, ya rijala, tena lan, sababu sio haisarifiki, inasarifika, yasarifika ya rijalan, weka tanwini kabisa, sio ya rijala kama vile la rijala, hapana. Kwa hii weka tanwini iashirie kuwa hii ni mu'rab na hakuna kizuizi cha kuweka nini, kutoweka tanwini sehemu hii. An-nakratu ghairu al-maqsud, hii ndio mnatumia kuita watu huko Kiarabu, kwa hiyo mzingatie. Wa hiya allati yuqsadu biha wahidun ghairu muayyanin, nahu qawl al-wa'id ya ghafilan tanabbah, innahu la yuridu wahidan muayyana, akusudi mmoja biaini muayyan, kwamba huyu bwana namkusudia huyu, bal yuridu kulla man, bali anakusudia kila ambaye yutlaqu alayhi lafdhu ghafil, kila ambaye neno ghafil laweza kutamkwa kwake, basi huyo anamkusudia. Manake waliokuwa katika hali ya namna hiyo wote wanaingia. Hiyo ndio maana nini an-nakratu ghairul maqsuda. Kwa hiyo utafanyaje? Kama ni mufradi fatha dhahira tena kwa tanwini, kama ni muthanna tumia ya niabatan anil fatha moja kwa moja, kama ni jamu taksir tutumia nini, fatha dhahira tena ya tanwini, ikiwa ismu inafanyaje, inasarifika. Ikiwa ni jamu al-muannath salim kasra niabatan lil fatha, ikiwa ni jamu dhakar salim ya niabatan lil kasra lil fatha, kuna nayo hivyo, sababu nini, ni nakratu ghairul maqsuda, haiwi mabni inakuwa ni mu'rab. aina ya nne ni al-mudhaf. Al-mudhaf nahau ya talib al-ilmi ijtahid, ewe kutafuta elimu jitahidi. Unaweza kutengeneza ya au aya au haya, ambapo ya wanasema kwenye lugha yao inatumika kwa kilichokuwa mbali na pia kilichokuwa nini, karibu. Aya na haya zilizokuwa mbali, hamza na ai ya karibu. Ai Abdul Aziz, ya ikiwa mbali au karibu natumia ai pia. Lakini katika kujifunza ilmu al-maani tujikuta yaweza ikatumika kwa aliyekuwa mbali, ikatumika hamza aliyekuwa karibu, yani uko mbali lakini yatumika hamza au ya au ai kwa aliyekuwa wapi, karibu, kwa malengo ya kibalagha. Au aliyekuwa karibu tumie ya ambayo ni ya aliyekuwa mbali, kama malengo ya kibalagha. Hiyo mlango uko mbele yetu, sio hapo kwenye kitabu hiki, maana kwenye kitabu hiki. Al-khamisu, aina nyingine ya munada ni ashabihu bil mudhaf. Ashabihu bil mudhaf ni huwa muttasal bihi shay'un min tamami ma'nahu, ile ambayo imeungana na kitu ambacho ni miongoni mwa kinachotimiza nini, maana yake. Tukasema hii inapatikana ikiwa ipata ismu fa'il, ismu maf'ul, sifatu mushabbaha, huwa inahitaji kitu baada yake, lakini inaweza kaja fa'il na maf'ul, ikaja naibul fa'il, au ikaja ni fa'il peke yake. Sasa ile fa'il baada ya hii ismu maf'ul au ismu fa'il au sifatu mushabbaha, hiyo ndio min tamami maanahu. Sasa ikiwa ni munada wa design hiyo inaitwa ni ashabihu bil mudhaf. Sema ya rakiban jabalan, ya rakiban jabalan, hii ni ashabihu bil mudhaf. Kwa nini? Kwa sababu jabalan min tamami maana nini, ya rakiban, ambapo wanasema hapa takdiri yake ya rajulan rakiban jabalan, ya rajulan rakiban jabalan, asili yake ilikuwa hivyo.
kwa kuwa hii rakiba ni sifa nani ya mtu ambaye ameondosha, ilikuwa ni rajulan. Kwa hiyo hii muda kwa ni ismu fa'il, hii jabala itakuwa nini? Maf'ulun bihi wake. Na katika hii rakiban kana dhamiru mustatirun jawazan takdiruhu huwa yaudu ila man, ambao tulimuondosha kwa kuwa ismu al-fa'il ya'malu amala fi'lihi yarfa'u al-fa'ila mwingine ya yansibu al-maf'ula bihi, kama rakiban tumeona rakiban jabalan. Sasa ikiwa hii ni ismu fa'il na katuo ni munada, italazimika tupate fa'il wake ambaye ni huwa, na kisha jabalan ni maf'ul bihi mansubun ya rakiban. Hata kama pana dhamiri, takdiri yake lazima kuna rajulan ambaye ni mahdhufun, manake haiwezi kufanya kazi ya fi'ili yake, lazima iegemee kwenye kitu. Asa rakiban ni sifa ya nani? Ya rajul ambaye ni mahdhufu. Kwa hiyo imma hii rakiban iweze kufanya kazi iegemee kwa nani? Kwa mausufu. Na mausufu hapo mfaji ameondosha takdiruhu rajulan, kama ilivyokuja katika Qur'ani mukhtalifun alwanuhu, takdiri yake sinfun mukhtalifun alwanuhu. Manake hii mukhtalifun ni ismu fa'il, mfanya kazi ya nani? Ya fi'ili yake. Alwanuhu ni fa'ili wake. Asaje kitu gani ambacho kimejuzisha iweze kufanya kazi ya fi'ili yake? Ni kuegemea kwa nani? Kwa mausuf ambaye ni mahdhufun takdiruhu sinfun. Kwa hapa pia kwenye rakiban pana rajulan ambaye ni mausuf imeondoshwa ili iweze kufanya rakiban kazi ya nani? Kazi ya fi'ili yake. Kazi yake ya rajulan rakiban jabalan, kama anasema rajulun yarkabu jabalan, ar-rajulu yarkabu jabalan, lakini imefanya imegeuza kwa ismu al-fa'il. Kwa upande wa ashabihu bil mudhaf lazima iwe ni moja katika tulivyotaja, lakini iungane na kitu ambacho kikiwepo hicho maana yafaje inakamilika. Hiyo hakipo maana bado inakuwa na shida. Ukisema ya kariman, ukatulia hapo, unaonaje ladha ya kutimia maana hii? Lakini lazima ya kariman khulquhu, ambaye ilikuwa karimun khulquhu. Ya hasanun wajhu, ewe aliye mzuri uso wake. Neno wajhu min tamami maana ya hasanun. Iko sawa? Hiyo ni ashabihu bil mudhaf. Kwa hiyo inaweza kutumika upande wa ismu la au upande wa nini wa munada. سواء كان هذا المتصل به مرفوعا به، sawa iwe hiki ambacho kimeungana nacho ni marfu'un bihi, manake kiwa ni marfu'un kwa sababu ya huyu aliyefanyaje, aliyetangulia. Nahau ya hamidan fi'luhu, ya hamidan fi'luhu, huu ni wazni wa sifatu almushabbaha ambaye anafanya kazi ya kama vile ismu alfa'il. Ismu al-fa'il ambayo inarufaisha fa'il, sifa tu inafanya kazi ya hiyo ni rufaisha fa'il. Kwa ya hamidan fi'luhu ni fa'il wa hamidan, fa'il wa nani? Hamidan, ambayo ni sifatu al-mushabbaha bismil fa'il. Kuja kuelezea ni mlango wake kwenye kitabu chetu cha sarf, au tumesha somo ile mlango, lakini kuna kazi tunasema tutaifanya tupate ile mifano mingi kwa ajili ya kuliweka wazi jambo hili, lakini ndio hivyo imeingiliwa na jambo jingine, imetulia, na inawezekana ikawa ndio madau muda utakuwa nao umesogea sana. Turudi kwenye sifa mushabbah. Sawa iwe huyu aliyeungana naye huyu awe ni fa'ili wake, sawa anafanya kazi ya nani? Kazi ya fi'il. Am kana mansuban bihi, au ikawa huyu ashabihu bil mudhaf, huyu aliyeungana naye ni mafuulu wake. Nahau ya hafidhan darsahu,
ya hafidhan darsahu, mwenye kuhifadhi somo lake. Na darsa kulingana na hafidhan imetimiza maana ya neno hafidh. Sasa hii hafidh ndio ashabihu bil, akisema ashabihu bil mudhaf ni kule kuwa mudhafu huwa ana kitu anaungana nacho, si ndio? Pia huyo amekuwa amefanana na mudhafu, kwa lazima kuwe na nini, kitu ingana na nani, na hii ashabihu. Huyo mudhafu huyu ambaye ndio mwanada wetu amefanana na yule, kwa sababu naye lazima ungane na kitu mbele, ima kitu kile kile ni fa'il wake au ni maf'ulu wake. Am kana majruran biharfi jarri, au yule aliungana naye ni majrur biharfi jarri yataallaq bihi nahaw ya muhibban lilkhair, ya muhibban lilkhair. Kwa muhibban ndio tunasudia inaungana nani na lilkhair, ndio min tamami maana, hiyo ndio ashabihu bil mudhaf. Hukumu yake anakuwa ni mansub, kwa ni mu'rab, ima kwa fatha dhahira au kwa yao niabatan kasra katika kasura ya muthanna, au al-yao niabatan yani fatha zote tunasema ya muthanna au sema ni jamu dhakari salim. Ni kama ya rakibaini jabalaini, kwa ya rakiban jabalan, ya rakibaini jabalaini, au ya rakibina aljibala. Hata kama ni moja pia lazima apande kila mmoja kwa kwake. Ya rakibina aljabala, ya rakibina jabalan, so ya rakibuna tena kwa sababu gani? Ni ashabihu bil mudhaf. Qala فأما المفرد والنكرة المقصودة حكم ياسر. فأما المفرد أما المنادى المفرد، ومعنى المفرد العلم والنكرة المقصودة، فيبنان على الضم من غير تنوين، tajengewa kwa dhamma basi na tanwini. Manake ikiwa ni katika hali ya umoja, kama umoja jina moja, dhamma bila nini ya tanwini. Ikiwa ni muthanna alif nun, lakini itaendelea kuwepo, usiondoshe nun. Ikiwa ni jamu dhakari salim, wao ni abatan mabni ala alwawi fi mahali nasbin, lakini nun itaendelea kufanya uwepo. Nahau ya zaidu wa ya rajulu, wathalathatu albaqiya, na tatu zilizobakia ni النكرة غير المقصودة، الشبيه بالمضاف، منادى مضاف، منصوبة لا غير. hizi ni mansuba la غير، maana ni mu'rab wakati huo tunasibisha kwa fatha wa yao kwa kulingana nini na matumizi yako, lakini utafanya ni mu'rab. Tanwini lazima iwepo, kwa kuwa kama itakuwa ismu uliyoitumia hakuna sababu za kupata nini tanwini, utaweka tanwini kama kawaida. Waqulu, sikasema ninasema, idha kana almunada, atakapokuwa munada mufradan au nakratan maqsudatan au nakratan maqsuda, innahu yubna ala ma yurfa'u bihi, tajengewa juu ya kile ambacho hurufaishwa kwacho. Hurufaisha kwa dhamma, jengea kwa dhamma, alif alif, waw hivyo. Anasherehesha fa in kana turfa'u au yurfa'u bidhammati, innahu yubna ala dhamma. Yani una neno almufradul alam, wakati huo utaka useme jaa muhammadun, kwa ni faili wako, sio ashaku hapa aliko ni munada, utasemaje? Ya utamjengea kama ulivyomrufaisha akiwa ni mu'rab. Umemrufaisha akiwa ni mu'rab kwa dhamma dhahira, utamjengea kwa dhamma fi mahali nasbin. Nahau ya muhammad ya fatimatu wa ya rajulu wa ya fatimatu. Wa in kana yurfa'u bil alif,
niyabatan an dhamma, ikiwa huyo munada akiwa ni mu'rab, si munada wakati huo anarufaishwa kwa alif niyabatan an dhamma, wa dhalika al-muthanna. Itakuwa nini muthanna? Inahu yumna ala al-alif, tajua nini bi alif, nahau ya muhammadani wa ya fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi, ikiwa inamfanyisha kwa wawu niyabatan an dhamma, na inafanya hivyo ni ipi? Wa dhalika jam'ul mudhakkar salim, inahu yubna ala al-wawi nahau ya muhammaduna. Wa in kana al-munada samani. Kwa hiyo tutaenda nayo katika mfumo wa namna hiyo, ikiwa ni al-mufradul alam au an-nakaratu al-maqsud. Wa in kana al-munada nakaratan ghayra maqsudatin, ikiwa munada ni nakara lakini ghayra maqsuda, au mudafan au ni mudaf, au shabihan bil mudafi, fa innahu yunsabu bil fatha, tunasibisha kwa nini? Kwa fatha, au ma naba anha, au kujukana niaba nini ya fatha, nahau ya jahilan ta'allam wa ya kasulan aqbil ala ma yanfa'uka, wa nahau ya raghibal majd i'mal lahu, mwenye kutaka utukufu ufanyie kazi, wewe munada mudhaf. Wa ya muhibba arifa'ati sabir ala sa'i, mwenye kupenda cheo cha juu, sabir ala sa'i, dumu na vumilia juu ya kuhangaika, nenda huku na kule ili uweze kupata hiyo arifa na nafasi. Hiyo ni ashabihu bil mudhaf. Pia hii ni munada mudhaf, ya muhibba rif'ati sabir ala sa'i, wa nahwi ya raghiban fi as-su'dadi la tadjar min al-amal. Hapa tuna makundi mawili, taniambia lipi ni munada nakratu ghayr maqsuda, na ipi ambayo ni ashabihu bil mudaf, na ipi ni munada mudaf. Ya harisan ala alkhair istaqim, mwenye kupia juu ya khairi, kuwa na msimamo. Na rudi pale juu, ya jahilan ta'allam, النكرة غير مقصود. ويا كسولا أقبل على ما ينفعك فيها. يا راغب المجد اعمل له، لا مضاف. ويا محب الرفعة ثابر على السعي، ونحو يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل. مقالنا راغبا في السوداد، مقالنا في السوداد شبيه بالمضاف. فين راغبا يتعدى فيه أو عن، ومن راغب عن سنتي فليس، ومن كرهها. Akishasema raghibtu fi, kwa maana nimependa, ile kwa fi nikupenda, raghiba an amechukia, kwa hiyo umetaadda na fi, kwa hiyo nikamilisha chake. ويا حريصا على الخير استقيم، هذا شبيه بالمضاف، sababu imeungana harisa na na ala alkhair. Hii ni aina tano za munada ambazo zatumika katika lugha zetu, huwa tunazitumia sana. Kama ilikuwa unaitumia ndivyo sivyo, ushapata muongozo, tafadhali ndisha kuongea Kiarabu, lakini ujue namna ya kuitumia, kwamba hapa ni mufradu alam, huyu ni ndugu yangu, labda ni Abdul Aziz, ya Abdul Aziz munada mudhaf. Abdul Wahhab kama si munada, Abdul Wahhab kama kawaida, sawa. Shaingiza ya Abdul Wahhab munada mudhaf. Amengine aliyobakia nafikiri yote hakuna abdu, sio? Hiyo ni ya Imam, ya Shakir, ya Sadifu. Sio Sadifu, niambia badana masmuka shi
Sheikhan, ya Sheikhan, jina moja ile sio mtana. Ya Sheikhan, ya Ibrahim, ya Musa, ya Muhammad, ya Kagoro kama ndio tunataka ile mwisho. Kagoro. Ya man, ya Salim. Man masmuka. Ya Khalifa, ya Khalifatu Abdu, ya Abdul Latif, ya Ismailu, ya Jum'atu, ya Eid. Kwa hiyo aliwekea yote kwa jina la dhammi fi mahali nasb. Lakini nayo hii kama wako wawili nashusha mthanna kwa alif, kama wako wengi kwa jamu mudhakkar salim, lakini yubna ala ma yufa'u bihi law kana mu'raban. Babu al-maf'ul min ajlihi. Aina za al-maf'ul ni babu al-maf'ul min ajlihi. Hii tumesema miongoni mwa maf'ul ambazo zinataadda na harfu jarri, imma kwa min au kwa lam, ambao tunasema al-maf'ul lahu. Al-maf'ul lahu ni jina ambalo linakuja linafanyika kueleza illa na sababu ya kilichotangulia. Maf'ul li ajlihi inakuwa ni mansubun na imekuja kueleza illatan wa sababan lima qablahu. Naposema kauli ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadara al-maut. Neno hadara al-maut ni al-maf'ul li ajlihi. Na wanasema ahlul ilmi kuwa maf'ul li ajlihi asili yake ni kama swali ambalo limeulizwa, lima yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim hadara al-maut, lima tuqimu as-salah amalan bi thawabillah, kwa ajili ya kutarajia nini? Thawabu za kutoka kwa Allah. Kwa maana yake ni kwamba maf'ul li ajli asili yake imekaa kama vile swali, kwa nini unafanya kitu fulani? Anafanya hivi nipate kitu fulani. Kwa hiyo mwanzo kuna kitu ambacho umetangulia, kama ni tendo fulani umelifanya kwa ajili ya qumtu ijlalan lilustadhi, nimesimama. Kule kusimama ni kwa ajili, unaeleza sababu ya nini ya kusimama, sababu ya kuweka vidole, sababu ya ni kwa ajili ya kitu fulani. Hii ni maf'ul ajli. Kala Sheikh asema wa huwa al-ismu al-mansub. Al-maf'ul al-ajli ni ismu ambao ni mansub, alladhi ambayo yuzkaru, hiyo ismu inatajwa bayanan li sababi wuqu'i al-fi'li, kwa ajili ya kubainisha sababu ya kutokea kitendo. Na hauqauli, kama mfano wa kusema kwako qama zaidun, amesimama Zaid, ijlalan li amri, kwa ajili ya kumtukuza amri. Wa qasadtuka ibtighaa ma'rufika, inakusudia kwa ajili ya kutaka ule maarufu wako. Hii ni maf'ul ajli. Kama vile lima qama zaidun jilalan li amri, lima qasadta fulana au qasadtu, lima qasadtani qasadtuka ibtighaa ma'rufi. Kwa hiyo ile neno kusudia sababu yake ni ibtighaa ma'rufi. Nyingine ambalo tunaeleza kwa mukhtasar, lango ni mpana, tueleza masharti yake, nafikiri yako wewe kabisa, tutarudia tena kwa haifai. Wa aqul, ninasema Sheikh asema, ninasema al-maf'ul min ajlihi wa yuqalu al-maf'ul li ajlihi, ndio majina yake. Pia wa yuqalu wal maf'ul lahu, ni majina yake haya. Ni yupi? Huwa fi istilahi nuhati, katika makubaliano ya wanachuoni wa nahwu, ibaratun, ni maelezo anil ismi al-mansubi, yanayohusu jina lenye kunasibishwa, alladhi, jina ambalo yuzkaru, inatajwa bayana li sababi wuqu'i al-fi'li, kwa ajili ya kubainisha sababu ya kutokea kitendo fulani ambacho kimetangulia mwanzo. Wa qawluna, na kauli yetu, alismu yashmalu as-sariha
wal muawwal bih. Itaingia al-ismu sarih na al-ismu al-muawwal. Al-ismu sarih tumeona ni ambayo iko wazi, au muawwal imma kwa an wal fi'l au anna wasmiha wa khabariha au ma masdaria na fi'li iliyokuwa mbele yake. Wala budda fil ismi alladhi yaka'u maf'ulan lahu, hapana budi katika jina ambalo limetuka kuwa ni maf'ulun lahu au maf'ulun li ajlihi au min ajlihi an yajtami'a fihi khamsatu umurin, kusanyike mambo matano. Ndio kitu muhimu. Ama sharti ukizingatia wala utapata shida. Tunaweza nini maf'ulun li ajlihi? Sharti la kwanza, al-awwalu an yakuna masdara, iwe ni masdar, kwa maana isiwe ni ismu fa'il wala chochote katika nini, katika vitu vingine visiokuwa ni masdar. Wasani an yakuna qalbiya, iwe ni al-masdaru al-qalbi. Al-masdaru qalbi ni masdar ambayo yale matendo yake ni ya moyoni, rajaan, amalan, ibtighaan, yani yale ambayo kusema tawakkulan kutegemea pia nini, kutia moyo, khaufan moyoni pia, si ndio? Ama kusema jitu qira'atan, hii qiraa sio masdar qalbi, sababu inatumia nini, alatul lisan. Jitu kitabatan, turuhusiwa jitu lilkitaba au jitu lilqiraa, lazima ingize nini, ingize lam, kwa kuwa sio almasdaru alqalbi yujulisha nini kwa lam. Jitu lilqiraati, sio jitu qiraatan. Jitu lilkitabati, sio jitu kitabatan, kwa kuwa neno kitaba ni masdari kweli, lakini sio alqalbi. Kwa maana yake ni kwamba maf'ul li ajli lazima iwe ni af'alu qalbiyya, yale matendo yawe ni ya moyoni, tawakkulan, amalan, shughuli gani, kama tulivyosoma minahul wadhi juzu ya pili pale umetajia mifano mingi yote, ukiangalia ni af'alu qalbiyya, matendo ya ndio afalse kama fi'il kabisa, jalasa, vitendo, matendo kama matendo ya moyoni ambayo yanatoka sio kutumia mkono, labda ulimi au inatumia ala yoyote katika ala hizi ambazo maarufu, kwa ni vitu vya moyoni. Kule kutaraji huwa jambo la moyo, hofu jambo la moyoni, mategemeo hivyo. Ndio maana ya yakuna hadha almasdar qalbiyan. Wa maana kaunihi qalbiyan, na maana kwa qalbiyan alla yakuna dalan, isema masdari hiyo inaonyesha ala amalin min a'mali jawarihi, juu ya tendo miongoni mwa matendo ya viungo, kalyadi kama vile mkono, wal lisani na ulimi, mithlu qiraa wa darbin. Hivyo qiraa lazima tumie nini, ulimi, ndio darbi kutumia mkono. Kwa hiyo sio jitu darban, kumtu darban laka, kumtu lidarbi au lidarbi, kapiga, sio darban, sinasibishe, hairuhusiwi. Ama kujulisha, yani maana yake ni kwamba si haramu kuitumia ikiwa ni katika jawari viungo, lakini usinasibishe julisha kwa wala, kwa sawa na haina mahali mjurur harf jar isman. Hii silikataliwa kule kwa sababu ndio sababu inasibisha mahalia hivi, lakini unajulisha kuwa hapa imekataa tu ile ya wazi, ili kwa mahalia na fayaje bali yote inakubaliwa, kwa inajulisha moja kwa moja kwa harfu jar, ina sio mahalia. Wasalisu, sharti ya tatu, an yakuna illatan lima qabla, iwe ni illa ya sababu ya kilichopita kabla yake. Yani hiyo masdar alqalbi wal maf'ul lahu iwe ni illa, inaeleza sababu ya kilichotangulia, kama vile swali lima fa'alta kadha, fa'altu kadha ibtigha'a kadha. Hiyo ni swali la
fa'altu kadha ibtigaa kadha, hii fa'altu kadha hiyo ndio illa yake ni ibtigaa fulani ambacho kimetangulia kutajwa, hiyo ndio iwe hivyo. Warabi'u ayakuna muttahidan ma'a amilihi fi alwaqti. Huyo almasdar alqalbi ili umnasibishe awe ni muttahidan, awe ni mmoja upande wa tendo na wakati, na faili wake viwe wakati mmoja. Tutatoa mfano. Naposema sallaitu dhuhra, ambayo ndio fa'il ibtighaa marudhati Allah, lake wewe mfanyaji na ule wakati ni kitu kimoja. Wakati huo unasema jiituka amsi liihsanika ghadan, au jiituka ihsanika amsi, nimekujia leo kwa ihsani ulifanyia nini jana, tendo lilifanyika nini jana, alafu amekuja leo. Ndio maana kutuingiza nini li. Jiituka alyawma liihsanika amsi, sio ihsana amsi, kwa kuwa nini tendo limefanyika nini wakati uliopita, na akaja nini, kwa maana yake tendo na faili vaje vimepishana. Tendo limefanyika siku nyingine na mtendaji mkuja muda mwingine. Kisha katika sura namna hiyo, hapo inalazimika ile uijulishe kwa nini hakuja, si nasibisha. Kwa masharti ni haya, ayatahida ayakuna muttahidan ma'a amilihi fi alwaqti, amili wake, kwa sababu mafulu al-ajli tunasema anakuwa ni mansubu wa kuna nani, kuna nasibu ambao ni amili huku mwanzo umependa sambamba, sio yapishane matukio. والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. hapa kuna nukta ya kwanza, yatahida an yakuna muttahidan ma'a amilihi fi alwaqti, hiyo masdar. kisha an yakuna muttahidan ma'a amilihi fi alfa'il, wa amil na fa'il ni wakati mmoja, amil na yote wenyewe wakati mmoja. Kwa hiyo ni vitu visoma, mfano utaupima. Mfano tujalie amekuja mtu ambaye tunamheshimu, tukamsimamia, sema qumna ijlala lilustadhi. Kwa hapa tuna tukio letu la kusimama imedana nini, amili atakuwa ni nani, isiku qumna, si ndio, ambao ndio kule kusimama. Ijlalan ndio tendo lenyewe. Kwa hiyo amil na tendo inafikiana wakati, sio aja kesho tutasimama kabisa leo. Naonaje? Yake kuja wale ambao umesimama na mgeni kesho anakuja tutasimama kabisa, alafu wakati huo tuna mafundi aje tushamnasibisha kabisa mapema. Kosa lazima tufanyaje? Tumjulishe, alafu tusimame hiyo kesho, lakini tushamjulisha mafulu ni ajili, asiwe nini, asiwe mansubu. Mfano huu tumesema kuna nukta ya kwanza, amesema ayatahida ma'amilihi fi alfa'il, qumna ijlalan lilustadh. Fa'il ni nani? na ina ndio nani, ndio fa'il. Na amil ambaye ndiye alimnasibisha nani, huyo ijlala ambaye ni hii fi'il. Kwa hiyo nakuta amil na fa'il imekuja wakati mmoja, wamekubishana. Maana yake si ikaonekana kuna ambayo imefanyika leo, nyingine jana au juzi. Chakwa kubishana katika mazingira namna hiyo, si kwamba hairuhusiwi kutumia hivyo, lakini usimnasibishe mafulu li ajili, hata kama ni qalbiyun, muda kuwa unakubishana katika nini, katika wakati. Ni kitu cha kuzingatia katika maeneo haya.
Wa misalu lismi almustajmi'i, na mfano wa jina ambalo limekusanya li hadhihi shuruti, ni sharti ni neno ta'diban, min qawlika darabtu ibni ta'diba, nimempiga mwanangu kwa ajili ya kumwadabisha. Sasa maelezo kuzingatia kingine itakuwa ni pesa. Fainahu masdarun, kwanza ni masdaru ta'diban, tena si masdari tu, wa huwa qalbiyun, masdaru qalbiyun, inatoka ni jambo la moyo, mambo matukio ya moyoni manake. Sawa, li'annahu laysa min a'mali al-jawarih, ta'diban si katika matendo ya nini, kumwadabisha. Kuna kumpiga na kumwadabisha. Ile kumwadabisha huwa iko hapo moyoni, tendo la moyoni, kumwadabisha. Sio kumpiga, hujampiga hapo wala hujafanya chochote kutumia nini, viungo. Hebu niambie ta'diban, tendo la al-lisan au al-yad, au ni jambo la moyoni? Nimemtukana mwanangu kwa ajili ya kumwadabisha, kutukana umetumia nini? Lakini ile ta'diban jambo la, ndio maana ukaamua utumie kifaa chochote kwa ajili ya kumwadabisha. Kwa hiyo neno ta'diban, moja katika masharti yake ni qalbiyun, kwa kuwa ni katika matendo ya nini, ya moyoni, sio matendo ya aljawarih. Pia wa hiya illatun lidharbi, hii ta'diban ni ile sababu ya nini, ya kupiga. Wa huwa muttahidun ma'a darabatu, ile illa yenyewe imekwenda sambamba na nani, na darabatu fi zamani, wakati wao ni mmoja. Wa fil fa'il aidha, na mmoja wa fa'ili vile. Wa kullu ismin istawfa hadhihi shuruta, na kila jina ambalo limekamilisha hizi sharti, yajuzu fihi amrani, nafaa katika jina hilo mambo mawili: an-nasb wal jar biharfin min huruf al-jar, kunasbisha na pia kujulisha kwa kutumia harfu jarri, adallati ala ta'lil kalami, harfu jarri ambayo inaonyesha juu ya nini, juu ya ta'lil, kama vile lam. Yani maana yake unaweza kutumia hii ambayo imekamilisha masharti, kunasbisha moja kwa moja, au kujulisha lakini kwa harfu jarri ambayo ni lam, inaonyesha nini, ta'lil. Darabtu ibni litadibi, litadibi, kwa kuwa imekamilisha nini, masharti, au ta'diban, yote inakubalika. Ama ile ambayo tumesema masharti yamekosekana, moja kwa moja ni unajulisha kwa harfu jarri. Wa'lam, tambua, anna lismi alladhi yaka'u maf'ulan liajlihi, tambua kwamba jina ambalo latuka maf'ulun liajlihi, tambua kuwa ina thalatha halati, ambayo thalatha ni ismu anna.